Yes, karibu tena mashabiki wa Bukavu TV, tunawakaribisha tena ndani ya media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari. Huyu leo ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa majina ni reporter Nelson katika muda wetu wa habari, kila mara nikiendelea kuwaletea, unajua tayari nimekuletea habari gani ama nimekuletea uchambuzi gani, na ukiwa unanisikiliza mara kwa moja ndani ya habari zangu, kila mara utaendelea kusubscribe, like, comment, na kama haujawahi subscribe na kukaribisha tena kuja kwa kusubscribe ndani ya media Bukavu TV. Tunawakaribisha tena ndani ya media Goma TV, kuja usubscribe ndani ya media Goma TV. Hapa kuna habari mengi tofauti, habari zenye uhakika. Ukiwa unanisikiliza mara moja kupitia media Bukavu TV, ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV, kwa kweli utajua habari zile zenye ziko kwenye uwanja wenye mapigano. Mashabiki wangu wote kutokea upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kinshasa, Lubumbashi, Manyema na eneo zingine tofauti ndani ya Kasai Orientale, Haut-Katanga na Bunia na upande wa Sud Kivu na ndani ya upande wa Nord Kivu, tunawakaribisha tena mara yetu ndani ya media Bukavu TV na ndani ya media Goma TV. Sasa mashabiki zangu madiaspora kutokea nchini Ulaya, tunawakaribisha tena mara mengine kuwa pamoja na sisi na kuendelea kustenire na kuendelea kutusaidia kwa kweli kusonga mbele, na kwa kweli support yenu ni ya muhimu, na kuendelea kupartage kwa kila mtu yote, na watu wangu wote mnaonisikiliza katika habari hizi, na kama hujaisi partage na kuomba endelea kupartage kwa magrupe, tuendelee jiabone kwa kila sehemu pote, tutumie mandugu zetu hii link tuipatie watu wengine, ili watu waendelee kutufuatilia moja kwa moja. Na leo tuko na mengi ya kuwaeleza na tuna mengi ya kuwapasha kupitia yote yanayopitikana katika ndani ya uwanja wenye mapigano. Na kwa sasa habari zetu tunakuja kufungua mara moja katika ulayani Masisi. Masisi jana tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Masisi katika eneo tofauti mapambano yanaendelea kuwa moto zaidi, upande wa serikali wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa M23 katika eneo ya Kalembe, Kalonge na Mpati. Mapigano haya eneo ya Mpati ilikuwa moto zaidi, ili niwapeleke moja moja katika kurasa zetu za habari. Eneo ya Mpati vita ilikuwa mingi zaidi eneo ya Mpati na kuelekea Kalembe na upande wa Kalonge. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa M23 wamepigana zaidi katika sekta hili. Vita ilikuwa tete kwa tete. Mara moja gisi raia population kutoka eneo ya Mpati na wengine kutokea Kalonge walikimbilia eneo ya Kalembe na walifika Kalembe, kumbi wanapata Kalembe nako kunaendelea kuwa vita sasa, kwa sababu mapigano ilikuwa vita ilikuwa jana. M23 walitokea katika sekta tofauti wakishambulia serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. FARDC na wazalendo wanamiliki eneo ya Kalonge, eneo ya Mpati na kuelekea hapo Kalembe, kwa sababu hao ndio wanamiliki katika vijiji hivyo, na walitokea katika sekta tofauti wakishambulia kwa mara moja, lakini raia population, kwa sababu kumbuka kuna umbali kama makilometre 15 nafasi nyingine kilometre 10, mara moja wakimbizi hawa watu waliokimbia Kalonge wakaenda Mpete hapo Kalembe. Kufika hapo tena wanapata vita huko, inakuwa kwa kurudi tena nyuma ikakuwa nguvu, ikabidi wakimbie katika porini. Kwa sasa mpaka leo hii wa raia population wangali pori, kwa sababu hewa manyumba zilichomeka kupitia vita, ilikuwa madrone zilichoma, mabombe zilipiga hapo, manyumba zikaharibika, mpaka raia population wanaishi kwenye pori kwa sasa. Mvua inawapiga na baridi ni nyingi zaidi. Unajua kukimbia porini, muko na watoto, wazee, wale wanazeeka sana na wale wana sehemu za mwili ziko na tatizo. Kuna mashida zingine zinaendelea kutokea, watu wetu wanaendelea kupoteza maisha hapo. Na habari mengine kutokea upande wa Walikale nako kulionekana mtodoro wenye risasi. Vita imeonekana katika sekta inayoitwa Kaseke, Shanje, Lukoto. Mashambulizi upande tena la jeshi la FARDC na wazalendo wanavamiana na waasi wa M23 katika upande wa Kasake, Shanje na Lukoto. Eneo ya Lukoto, mapigano ya Lukoto ilikuwa ni hatari sana, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo ndio walivamia M23, walikuwa katika eneo ya Lukoto.
waliwavamia, hata walivamiwa wanajeshi wa M23 walikuwa Lukoto wakakimbia, lakini kwenye kukimbia kwao walifika mbele tena wakazubaisha wazalendo. Wazalendo wakaamini kama M23 wamekimbia Lukoto, tena baadaye tena wakarudi. Kwa kurudi tena sasa wazalendo walikuwa tayari wanaanza ile kufurahika tu kusema wamesha kuondoa mara moja waasi katika eneo la Lukoto. Walijipata tena wameshambuliwa. Kwa kushambuliwa mara moja wazalendo walikimbia. Kwa kukimbia tena M23 wakamiliki Lukoto kwa sasa. Eneo ya Shanje nako wazalendo walipiga kabisa mpaka Shanje. Sasa vita ingali mpaka leo, tangu vita ilikuwa jana mpaka kwa sasa Shanje vita ingaliki. Raia population wa Shanje wote wangali porini, hawajarejea katika mji kwa sababu hewa sio nzuri, mashambulizi yanaendelea kuwaka moto zaidi. Kaseke hapo ndio kulikuwa hatari sana, vita ilikuwa hatari sana. Vita ya Kaseke ilikuwa hatarini sana kwa sababu kumekufa watu karibu 23. Watu 23 wamekufa katika eneo ya Kasake na wengine mablese kumia, na wengi walipelekwa katika mahospitali tofauti. Wengi walipelekwa katika eneo ya Kalembe. Kumbuka Kalembe ndio kuna hospitali huko Masisi lenye la karibu sana na Kalembe. Kumbuka niliwaambia kulikuwa mapigano zaidi mpaka M23 kwa sasa wako katika seta, lakini vituo vya afya viko hapo. Kumbuka ili inaendelea kutuleta tatizo Kongo. Kila kijiji ingekuwa Kongo lilipewa sehemu ya matibabu, ingekuwa ni rahisi sana. Lakini ukiangalia vijiji mingi Kongo havina sehemu ya matibabu. Havina sehemu ya matibabu, unajipata sasa mtu akiumia akipigwa masasi, kwa sababu tuseme kwa leo ugonjwa hatuipatie nafasi kwa sababu wale wanaokufa na ugonjwa hawatangazwi. Watu wanaopata tatizo ni wale wanaopigwa masasi. Kwa sasa ugonjwa yenye iko Kongo ni wale wanaopigwa masasi, ndio ugonjwa yenye iko Kongo sasa, kwa sababu mapigano ndio mengi kuliko ugonjwa. Kwa sababu ugonjwa yenye tunasema magonjwa kawaida haitangazwe, kwa sababu ugonjwa yenye naendelea kumiliki kwa sasa ni sehemu yenye mapigano. Na kwa sasa tukisema watu wamepeleka kwenye matibabu ni kujua tayari wao watu walipigwa masasi, wengine waliumia na wengine wako maisha hatarini sana kupitia mtuto wenye mkongoro wa vita. Ndio hile lenye linaweza kuleta tatizo ya Kongo moja kwa moja. Maguvernere wenye wako Kongo hakuna kazi wanafanya. Hakuna kazi yoyote walifanya, hata kama vita ilikuwa haijaanza. Hakuna yoyote aliyotengeneza kituo cha afya katika eneo aliyomchagua. Ndio maana unajipata vijiji vingi vya Kongo viko na tatizo lenye matibabu, viko na tatizo vyenye shule. Ndio maana unajipata sasa mambo inaendelea kuzorota katika sekta tofauti kwenye uwanja mapambano. Mtu anapigwa masasi hapa, wanampeleka katika eneo ya kituo kiko karibu masaa 5 na anapelekwa kwenye Kipoyo, wanampeleka mara moja kwenye Kipoyo mara moja. Uniambie mtu anavua damu, atafika kwenye kituo cha afya tayari damu itakuwa amesha kukauka, amesha kukufa. Damu kisha malizika tayari mtu atakuwa amekufa. Hakuna moyen de transport, barabara hakuna, gari haiweze kuja chukue mtu haraka, ambulance ipeleke mtu kwa sababu barabara hakuna. Hili nalo ni changamoto liko katika ndani ya serikali ya Kongo. Na kwa sasa mapigano ya Nord Kivu hivyo ndio lilivyoendelea mpaka kwa sasa. Wa jeshi la wazalendo wanaokabiliana na waasi moja kwa moja ili wamiliki upande wa Rubaya, lakini Rubaya hayo waasi wameingia kwa wingi katika sekta ya Rubaya. Habari mengine kutokea upande wa Sud Kivu, mara moja habari yenye tuko nayo kwa sasa, wazalendo wanaanza kufanya kazi kivyao bila kushirikisha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. La sasa hili hakutatokea vita kati la serikali la FARDC na wanajeshi wa wazalendo, kwa sababu kumbuka wazalendo walipewa wawe chini ya mamlaka ya FARDC. Kwa sasa kama wazalendo wameanza kujiteula pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo upande wa Sud Kivu, tayari hili tunakuja kuona itakuja kuleta mzongo mbaya zaidi katika sekta lenye mapigano. Na katika habari mengine upande wa Mwenga katika eneo ya Kasimbo kumeonekana hewa mbaya zaidi. Kuna wahasi wameua kiongozi mmoja anaoitwa Mateso
katika eneo hili walimvamia katika nyumba lake na kumuua. Watu wanajifanya kwa kuvaa mamaski kwa sura, wanaendelea kufanya mavamizi. Niliwaambia kwa Kongo kuna mambo mengi inaendelea kuwa hapo. Wengi wameprofite ili vita lenye liko kati la serikali ya Kongo na waasi wa M23. Sasa wavamizi nao wamepata nafasi ya kuingilia ili waanze kufanya mwae ya kuibia na kunyanyasa watu. Hili ninavyowatangazia. Na katika habari mengine, jana tarehe tisa katika eneo ya Rugezi kuna jeshi la wazalendo waliua wanawake wawili wa Wanyamulenge, raia population. Waliwaua kwa sababu waliwaomba fedha. Hili habari kwa sababu tujue kwa sasa wazalendo sio wazalendo wale wa hakika. Niliwaambia kuna wazalendo fake, wale wazalendo wenyewe sio wazalendo wa ukweli na wazalendo wa ukweli. Wale wazalendo wabaya, wale wanajifanya wazalendo kumbi ni wajambazi. Walivamia, walikuwa kienda wanafanya patrui, wakapata wamama wawili walao kuchota maji kwenye mto, wakawanyanyasa, wakawaambia wapeane pesa ili wawaachilie. Lakini wamama hao waliwaambia hawana chochote kwa sababu walikuwa wanaelekea katika kituo kutafuta maji. Wakawaambia wapigie watu wao watumie fedha. Lakini eneo ya mtandao ilikuwa mbaya. Watu walikosa eneo mtandao, wazalendo wakasema hakuna haja pia ya kuacha. Wale wamama waliuawa kwa sababu kumbuka serikali la Kongo ilisema inabidi protege kila raia. Hata kama Wanyamulenge wamejiteula kwa serikali, hata kama Wanyamulenge walikataa kushirikiana na serikali ya Kongo, lakini kumbuka serikali ya Kongo ni baba, serikali ya Kongo ni mama. Inabidi protege kila yote anaoishi katika Kongo ana carte d'électeur. Omomala, wazalendo wale waliofanya hivyo inabidi wachukuliwe hatua na serikali moja kwa moja, kwa sababu hawa nous sommes des victimes de population. Avec Twirwaneho nao wakiua raia population wafuatiliwe na viongozi wao, kwa sababu hapa wanatumia mbingu lenye sio usalama. Na hili ndio jambo lenye nilikuwa nataka niwapashe watu wangu, na jinsi wazalendo kwa sasa wamejiteula, mpaka viongozi wa wazalendo wanasema yoyote atakataa kushiriki nao tayari watamuona kama yeye ni adui wa Kongo. Na wameshukuru zaidi Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuendelea kutengeneza jeshi la Ibu na Serpent Noir, kwa sababu hao ndio wanajeshi wanategemewa kwa sasa kuliko jeshi la FARDC. Lakini raia population wanategemea kwa sababu kuna siku yote ataisha. Ukiwa unanisikiliza kupitia Media Bukavu TV, tuje kupatana kwa habari zetu mengine baadaye. Bye bye, Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Tuje kupatana kwa habari zetu kama kawaida tu, Media Bukavu TV, Media Goma TV. Subscribe, like, comment na Mwenyezi Mungu awabariki. Ni reporter Nelson, kinaona kwenye mnara huu tayari unajua nimekuletea habari yenye uhakika na habari yenye ukweli.